Leo tuko ukurasa wa 533 kwa kitabu hiki, lakini kwa vitabu vingine kuna 504 na kingine 627 katika siku hii ya leo, siku ya Ijumaa ya 3 katika mwezi huu wa Jumada al-Ula, mwezi wa mfungo 8 mwaka 1447. Kwa hiyo tunaendelea na hadithi nambari 3310 ndio 3309 naam, kwa kitabu changu hiki, lakini kwa vitabu vingine 2805. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. tunakumbushia tu kwamba faida ya الحافظ صاحب كتاب المنتقى المجد بن تيمية kwamba akisema muttafaqun alayhi anakusudia kaida yake tumehitaji huko nyuma idha da'a ar-rajulu imra'atahu, akimuita mume mke wake. Idha da'a ar-rajulu imra'atahu, akimuita, akimpa agizo mume mke wake, ila firashihi, aje katika tandiko lake. Hii ni kinaya. Kuna kitu kinachoitwa kinaya kwa watu balagha, kinakusudia kamuita kwamba aje kwa ajili ya jimai, yani anapohitaji mume mkewe kwa ajili ya jimai. Ndio maana hadithi inasema innamal waladu lilfirashi, mwenye haki ya mtoto mwenye tandiko, yani yule ambaye mwenye mke mwenye haki ya kumwingilia mke yule. Kwa hiyo hapa hii inakuwa ni kinaya, anapomuita mume mkewe ila firashi, kumuita kwamba anahitaji kitu hicho cha jimaa, tendo la ndoa. Faabat antajia, akakataa mke, akataa kuja, yani kwa jeuri tu na sababu zilizotokea baina yao, purukushani, akazungumzisha na mambo kama hayo ambayo ni mambo ya ibada hayo. Kwa hiyo faabat antajia, akakataa kuja. Fabata ghadban alayhi, akakesha yani usiku kucha, akawa mume amelala alikuwa amemkasirikia mkewe. Ikitokea hivyo, basi bwana Mtume sasa anasema la'anatha almalaikatu, malaika wanamlaani mwanamke yule, wanamwambia dua ya kuepusha mbali na rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, hata tusbiha, mpaka asubuhi. Maana kama ikiwa kafanya hivi mpaka asubuhi, basi kwa hivyo hivyo anaombewa dua mbaya mpaka asubuhi. Muttafaqun alayhi. Lakini kuna riwaya nyingine inasema hata tarji'a, mpaka arejee. Yapokuwa hapo usiku, kama ikiwa kaona nilifanya kosa, amemfanyia ubaya mume wangu, roho ikaburudika, akarudi kwa mume, basi itakuwa. Lakini akiendelea mpaka asubuhi, anaendelea katika katika dua mbaya ambayo kwamba atakuwa anamuombea wale malaika wao. Mtu akifanya kitendo baya bwana ndio anamuombea mabaya, lakini akifanya jambo zuri anaombewa mazuri. Hakukaa malaika zao wao kumpiga vita mwanadamu tu, hapana. Vile vile wanamlinda kwa upande mwingine. Kama ukirudi katika surati Ghafir nasoma alladhina yahmiluna al-arsha man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, kisha sema wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Maliza ya rabbana wasita mpaka mwisho. Malaika kumbe bwana watuombea dua sisi waumini, sisi waislamu tunaombewa dua na malaika. Bado hatujajua bado rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala mpaka sasa. Kumbe wayastaghfiruna lilladhina amanu, aya ndefu mpaka mwisho kusoma katika sura Ghafiri,
roho yako utaburudika, utaona malaika na kutupendelea khairi. Sisi wenyewe wanadamu kwa wanadamu hatupendeleani khairi, lakini malaika wanatupendelea khairi sisi. Asema yastaghfiruna lilladhina amanu, wanaombea maghfira walioamini. Mwisho waqihim sayiat, wahifadhi yabi wasiendelee kufanya maovu malaika hao. Dua ni ndefu hii, yani kipande kirefu ka surati Ghafir. Usome uzingatie iliomo ndani ya Qur'an. Sasa na mabaya kifanya pia malaika nakasirika. Hii ni ibada mwazuia kwa kazi wanayofanya wao kuandika thawabu. Mkwenda kao milala chumba kingine ukakasirikia mume wewe mpaka asubuhi, basi mke wakati huo analaaniwa na malaika mpaka asubuhi au mpaka arejee. Akire basi kama ni saa 3 mpaka 6 akirudi basi na malaika nao wanaacha. Kwa hiyo nasema idha daa ar-rajulu imra'atahu ila firashihi faabat an tajia fabata ghadban 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha, muttafaqun alayhi. Hapa kwa ufundi wake Al-Majd bin Taymiyyah rahmatullahi alayhi, sahibu mwenye kitabu hiki Muntaqa al-Akhbari, kwanza kapanga hadithi zile ambazo zinaonyesha sana ni haki ya mume juu ya mke. Nakumbuka kunyuma mlango tumeanzia mbali kabla mabomu hayaanza tumezungumza hadithi hii, yani kukosa wiki moja tu darasa nimeshakuwa naitia taathira. Tumesema kwamba hukumu haki za mume, haki za mke juu ya mume, mpaka tukatoa bwana Mtume alipokuwa akiishi wema na mkewe. Tukasema pia kwamba haijathibiti, hatujaona sisi kwamba kuna siku bwana Mtume kanyanyua mkono fimbo kumpiga mkewe. Naona bwana. Tukazungumza vile hadithi zile zingine zilitaja hapa nyuma, mpaka Ibn Umar akasema tulikuwa tunaogopa hata kunyanyua sauti kwa wake zetu sisi mpaka baada kufa bwana Mtume, kwa kuhofia sije tukateremshiwa aya. Sasa Al-Majd bin Taymiyyah rahmatullah alayhi anaelezea sasa haki za mume juu ya mke, pale tulikuwa tunazungumzia haki ya mke juu ya mume. Sasa anakuja kuelezea haki za mke juu ya mume, na mwingine baadaye pia atarudia tena kuelezea zaidi katika haki za wote wawili. Kwa hiyo anasema hapa chini, tuendelee chini hapo, anasema katika hadithi nambari 3310, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala law kuntu amuru ahadan au law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. لو كنت آمرا أحدا أن تسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. سأل الترمذي كسمة حسن لكن الألباني سمة صحيح. yote katika milango ya kujitahidi. Kwa hiyo hadithi hii inatilia nguvu pale kauli yake bwana Mtume sallallahu aliposema law kuntu amiran ahadan, lao ungekuwa namwamrisha mtu mimi an tasjuda li ahadi, law kuntu amir ahadan an yasjuda li ahadi, ingekuwa namwamrisha mtu kumsujudia mtu. Hakuna kitu hicho mwanadamu kumsujudia mwanadamu zake, hakuna. Anasujudiwa ni Allah peke yake. Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, kama ingekuwa natoa amri, naweza kutoa amri mtu amsujudie mtu mwenziwe, la amartu almar'ata, ningemwamrisha mwanamke an tasjuda li zawjiha, asujudu kumsujudia mumewe, kuonyesha kwamba mume ana haki juu ya mke na mke ana haki juu ya mume. Lakini hadithi hii huko mbele utaikuta tena utaikuta mbele hapa katika hadithi katika ukurasa wa pili hapa, hadithi 3313 hapa sisi tuko 11. Ukifika katika hadithi na itarudiwa tena hadithi 3313 katika ukurasa
536 utaikuta hii hadithi ambayo inarudia tena. Tunaendelea tena na hadithi hapo vile vile, ni katika zile haki za mume juu ya mke. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لأحد بشر أن يسجد لبشر. haisilihi, haitakikani, haiwezekani mwanadamu kumsujudia mwanadamu, mtu kumsujudia mtu, hamna kitu hicho. Walau saluha, kama iko inasilihi, iko ni sawa sawa, libasharin an yasjuda libasharin, yani mtu kumsujudia mtu, basi la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mke kumsujudia mumewe, kumsujudia mumewe. Kwa nini? min idhami haqi alayha, kwa ajili ya ukubwa wa haki yake mume juu ya mke. Min idhami haqi, kwa ajili ya ukubwa wa haki yake mume juu ya mke. Nikitoa amri hiyo kwamba mke amsujudie mume, lakini hamna kitu hicho. Kisha anasema sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa Allah ambaye nafsi yangu katika mkono wake, asema lau kana min qadamihi, lau kama ingekuwa kuanzia kutoka katika mguu wake ila mafriqi ras, mpaka kwenye utosi wake, hapo unapogawa nywele hapo zinagawa kwenye nywele nyingi, unagawa kutoka huko na huko, sio kuanzia kwenye unyayo mpaka kwenye utosi. Ingekuwa kuna kitu gani? Kuna khurha, kuna kidonda, kuna kijeraha, kuna kijeraha ambacho tambajisu, kinatoa alqaih, usaha waswadid, na majimaji. Maana kidonda kinaweza kuwa kichafu ikatoa usaha, saa nyingine kuna kwa maji nayo pia ni machafu ya kidonda, lakini imechanganyika na damu na usaha, ile ndio inaitwa nini? Swadid. Ama na qaihu, qaihu nakumbuka ni matapiko au matapishi, lakini hiyo qaihu ni usaha, sawa. Basi ningemwamrisha, asema leo ingekuwa huyu mume kutoka katika mguu wake, kutoka katika unyayo wake mpaka katika utosi wake kuna kidonda, kuna kijiraha ambacho kinatoa usaha na majimaji ndani yake. Thumma istaqbalathu talhasuhu, kisha baadaye akajitolea mwanamke huyo kuelekea na kuramba kidole kijaraha kile, na mguu ule, unaona huo mguu wenyewe au hiyo sehemu yenye nini, sehemu hiyo ndio katikati baina ya unyayo mpaka kwenye utosi, kile jeraha ambalo kubwa kiasi hicho. Asema hata kama ingekuwa kujitolea kuramba sehemu hiyo, ndani yake pana uchafu na hiyo, ma addat haqqahu, ingekuwa bado hajitimiza haki yake mke juu ya mume. Kakamiwa hiyo, unaona bwana, bado haki ya mke juu ya mume hajatimiza mke haki yake juu ya mume, kwamba atakiwa mwanamke awe mtiifu sana kwa mume, kama alivyosema kule mume atakiwa naye anatimiza haki za mke. Sasa na vile vile mke naye anatakiwa atimize haki za mke juu ya mume. Hakuna hapa ubaguzi, kila mmoja na haki zake, analazimishwa kutimiza haki yake.